Kutokana na kile ambacho kimeweza kutokea kwenye dimba la Benjamin Mkapa, kuonekana kwamba wachezaji wa Simba wameweza kuzuiwa na baadhi ya mashabiki wa wapinzani wao Yanga kutoingia kufanya mazoezi, kwa sababu kuna kanuni ama sheria inaruhusu kwamba mchezaji ama wachezaji hata kama ni wageni kwenye mchezo husika, basi wanaruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaotumika kucheza mchezo huo, aidha ni siku moja ama masaa machache kabla kuelekea kwenye mchezo huo. Sasa taarifa zimekuwa ni nyingi sana, mpaka Simba wenyewe kupitia kwenye mitandao yao ya kijamii kuchapisha ujumbe na taarifa kwa umma kwamba hawataweza kucheza mchezo huo, mpaka bodi ya ligi imeweza kuingilia kwamba kwa nini Simba wasiweze kucheza mchezo huo. Sasa tukianza na taarifa ambayo imeweza kutolewa na Simba Sport Club yenyewe, ilikuwa inasomeka kama hivi: taarifa kwa umma. Simba Sport Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ana haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, wanasema mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management klabu ya Simba. Taarifa hii ilitolewa masaa 11 yaliyopita. Sasa kupitia kwa bodi yenyewe imeweza kutoa taarifa. Taarifa yenyewe ni kuhusiana na tukio ambalo limeweza kutokea. Sasa nikaona pia lazima nikushirikishe wewe, kwa sababu nilikaa kimya kuangalia kwamba bodi itazungumza nini. Sasa kupitia taarifa ya bodi yenyewe inazungumza kama ifuatavyo. Tuanzie hapa. Sakata la Simba kugomea mchezo dhidi ya watani wao Yanga limechukua sura mpya baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB kutoa tamko kwamba mechi hiyo ipo pale pale kama ilivyopangwa. Taarifa hiyo imetolewa na mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania Steven Mguto, ambaye amesema licha ya Simba kudai haitaleta timu mchezo huo ama kwenye mchezo huo upo pale pale, huku akiwataka mashabiki waliokata tiketi kujipanga kwenda uwanjani. Yeye anasema namnukuu: matukio yote tumeyasikia na tunayafuatilia kuanzia hatua ambayo yalijiri. Kuna ripoti za awali tumeshazipokea kwa wasimamizi mbalimbali na tunazifanyia kazi. Kwanza ni watoe wasiwasi mashabiki wa soka na wadau kwa ujumla. Mchezo upo pale pale kama ambavyo kalenda yetu ya soka inavyosema. Hakuna mabadiliko yoyote. Mashabiki wajipange kuja kutazama mchezo. Mguto ameongeza kuwa kufuatia taarifa hiyo ya Simba ameitisha kikao cha dharura cha kamati ya usimamizi wa ligi kitakachojadili tukio lililotokea jana usiku. Anasema nimeitisha hiki kikao cha haraka, kitafanyika asubuhi hii, kwa maana leo. Bahati mbaya sitaweza kushiriki, lakini nimemwagiza makamu wangu akisimamie tujadili matukio haya yaliyotokea jana na hii taarifa ya Simba. Tutatoa taarifa kamili mapema sana kwenda kwa wadau wote. Kwa hiyo tunaomba watu wote wawe na subira, lakini kama nilivyosema, mchezo upo pale pale ama mchezo upo kama ambavyo umepangwa. Hakuna mabadiliko hayo, mengine
tutayatolea ufafanuzi zaidi mara baada ya kikao kukamilika. Hiyo ndio taarifa ambayo ilisomeka alizungumza huyo kiongozi wa ligi wa bodi ya ligi, kiongozi wa bodi ya ligi ambaye yeye ana mamlaka yote, tunafahamu pia. Sasa taarifa baada hivyo kusambaa hivyo kwamba mechi iko pale, wachambuzi mbalimbali pia na wadau kumbe wa soka wameweza kuzungumzia taswira ya tukio hilo. Nilimwona Farhan Kihamu, mmoja kati ya wachambuzi kutoka pale Clouds FM, ameweza kulizungumzia hilo swala. Sasa Farhan yeye tunafahamu ana page yake pia na ni mdau mkubwa, mchambuzi pia wa soka, ameweza kulizungumzia hilo swala na kusema kwamba tukiachana na kuwa kanuni zetu hazipo sawa sana kwa kilichotokea leo, ila tujifunze kwa Simba namna wanakuwa waungwana sana kwenye huu mpira. Simba aliwaruhusu Azam kuelekea Mzizima Dabi kufanya mazoezi yao ya mwisho usiku pale kwa Mkapa siku ya Jumapili kuelekea mchezo wa Jumatatu. Ushahidi huo wa picha, lakini pia huu ni ungwana wa hali ya juu sana na kuonyesha kuheshimu kanuni. Kwa hiyo hizi ni baadhi tu ya maoni ya wale wadau wa soka ambao wameweza kuliona tukio lile. Kwa hiyo unaweza pia kutuambia hapo wao umeliona vipi, umelichukulia vipi tukio hili. Kumbuka mchezo utachezwa saa 1:15. Hii ni Kariakoo Derby, mgeni akiwa ni Simba Sport Club, lakini mwenyeji akiwa ni Young Africans. Wewe unazungumza kipi ama una kipi cha kuzungumza kuelekea kwenye mchezo huo na hiki ambacho kimetokea? Hii ni Talent TV, langu jina Ali Swaleh Mshana. Asante na kwaheri.